Kocha lazima awajibike kwa matokeo aliyoyapata Simba kwenye mchezo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Berkane. Hii ni kauli ya Ali Mayai akitoa tathmini yake kwenye mchezo huo wa fainali ya kwanza kuelekea mchezo wa fainali ya pili ambayo itamaliziwa hapa nyumbani Tanzania. Nini Simba wafanye ili waweze kupindua meza, hatimaye kuchukua ubingwa wa Afrika kwa mara ya kwanza kwa timu zetu za Tanzania, kombe la shirikisho barani Afrika. Hii hapa kauli ya Ali Mayai akitoa tathmini yake hii leo katika kipindi cha Wasafi FM. Anawajibika, ni wajibu. Kocha ndiye msimamizi wa kila kitu. Maandalizi, when you talk about mbinu, orodha, mbinu ya mchezo, huwa yeye ndio decider, yeye ndio mwenye decision, anayefanya decision, yeye ndio anayefanya maamuzi aina gani ya mpira uchezwe katika mechi kulingana na wachezaji ambao yeye ndio anawapanga. Kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho kwa kweli ilikuwa ni changamoto katika mechi ile ni ile plan ya defensive discipline, kwa sababu ni kitu ambacho kinajulikana kabisa zile mechi za away, na specifically katika zile mechi ambazo huwa ndio zinacheza katika nchi za Afrika Kaskazini, Algeria, Tunisia, Morocco na Egypt, kwa miaka yote 15 minutes. Na kitu ambacho hata kwenye mitandao tulishakijadili, like kaonekana mpaka mimi baadhi ya watu kwa baada iko vizuri, lakini sasa zile dakika 20 za mwanzo ilionekana kabisa kuna changamoto, kitu ambacho kapelekea sasa hizo goli mbili kupatikana katika zile dakika 15. Kwa hiyo ni moja kati ya weakness ambayo kwa kweli ndio iliyopelekea hayo. Ndio magoli mawili of course yanaweza kupatikana tofauti na kama ingekuwa matatu au manne, lakini kuna hiyo mistake kwenye defensive discipline. Maana kwenye defense kitu cha kwanza ambacho huwa kinapimwa, how do you react, how do you act. Action are not equal kwenye kudefend. Baada ya kuact una mpira, lakini baada how do you react baada ya kupoteza mpira, kwa sababu mechi inayokuja ni mechi inakuja uwanja wa nyumbani, maana hakuna namna ni kutafuta, kwa sababu yani kwenye mechi ya away ilikuwa the best to defend is to defend, the best way to defend is to defend, lakini kwenye mechi ya hapa the best way to defend is to attack. Kwa hiyo mechi ya hapa hakuna namna, ni lazima wawe na strategy ya kufanya mashambulizi na kufunga magoli ya mapema kama ambavyo timu ilifunga kule magoli ya mapema, na hapa kuweza reply kwa kufanya hivyo kwa maana ya kupata magoli ya mapema. Sasa approach hiyo tactically ndio mwalimu anawajibika kuangalia kutokana na aina ya wachezaji alionao, kutokana na style of play ya mchezaji mmoja, ni mpango upi ataupanga ili timu iweze kuperform na kuweza kupata magoli na specifically magoli ya mapema kama alivyofanya zile mwanzo, magoli ya mapema kuweza kudisha mawili